Ndio unaona katika wale watu 7 ambao watakaokuwa chini ya kivuli cha Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama, yauma la dhilla illa dhillu, kuna watu 3 hapa ambao Mwenyezi Mungu Mtume sallam amewataja, ambayo wamefanya ibada zao kwa siri, watajikuta chini ya kivuli cha Mungu siku ambayo itakuwa hamna kivuli isipokuwa kivuli chake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtu wa kwanza ni mtu ambaye wa rajulun dhakara Allah khaliyan hatta fadat aynah, wa fi riwaya fafadat aynah. Ni mtu ambaye amemtaja Mwenyezi Mungu akiwa peke yake, imma yuko chumbani au katika sehemu, au amejifungia katika sehemu, ama yuko katika safu ya mbele kule mwisho, akawa yeye anamtaja Mungu, ima analeta dua, ama anasoma adhkar, ama anasoma Qur'an bila mtu kujua, paka macho yake katoa machozi. Ametoa machozi kwa ajili ya Mungu wake, hakuna mtu yote ambaye anayemjua. Atakuwa chini ya kivuli cha Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama. Na mtu wa pili, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma anfaqat bi yaminihi, wa fi riwaya ma sana'at bi yaminihi. Mtu wa pili ni mtu ambaye anayetoa sadaqa kwa mkono wake wa kulia, akaificha kiasi ambacho mkono wa kushoto usijue mkono wa kulia umetoa nini. Na mtu wa tatu, Mtume sallam, katika watu ambao watakaokuwa chini ya kivuli cha Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama kwa sababu ya matendo yao ya siri, wa rajulun da'atuhum ra'atan dhata mansibin wa jamal faqala inni akhafu Allah. Na mtu ambaye ameitwa na mwanamke, kijana huyu ameitwa na mwanamke mrembo mwenye cheo. Unajua dhata mansibin, wanasema wanazuoni, urembo wake huyu mwanamke imempatia cheo mbele ya wanaume. Unajua mwanamke anapokuwa mrembo anakuwa na thamani mbele ya wanaume. Anamuita mwanamme afanye naye kitendo cha zinaa, faragha yote, kwenye siri yote, wamo chumbani peke yao. Akamwambia huyu mwanamke, inni akhafu Allah, wallahi mimi namuogopa Mwenyezi Mungu. Atakwenda kujikuta chini ya kivuli cha Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama, siku ambayo itakuwa hamna kivuli isipokuwa kivuli chake Mwenyezi Mungu.